Mtakumbuka leo kwenye maombi yetu tutakuwa tunakumbuka swala la uinjilisti. Haleluya. Kwa ajili ya kwenda kufanya uinjilisti siku ya Jumapili. So nitakumbuka kwamba ni jambo ambalo tutakuwa tunaombea leo kwa bidii sana. Amen. Glory to God. Si swala tu la kuondoka na kwenda kufanya uinjilisti. Maandalizi inastahili, maandalizi inafaa. Haleluya. Kila jambo linahitaji maandalizi. Kufanya maandalizi vizuri utaona matokeo yake. Glory to God. So leo nataka tujifunze somo ambalo tutaliita kwamba mfumo na vielelezo vya maombi. Mfumo na vielelezo vya maombi. Mfumo na vielelezo vya maombi. Vielelezo. Tawa tunajifunza yani vielelezo ni watu ambao tunahitaji kuika katika maandiko. Mahali ambapo tunahitaji kuika, kuchukua mfano. So ni mfumo na vielelezo vya maombi. Tutaangalia kwenye Biblia kama viongozi, kama wahudumu wa injili, at least itatusaidia. Maana sisi ni matokeo ya watu. Glory to God. Bwana Yesu asifiwe. So mfumo na vielelezo vya maombi ndio topic ya leo, ama ndio kile ambacho tunaenda kuongelea leo. So tutaanza na kusema kwamba muamini ni mwanafunzi wa Yesu. 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 Ni mwanafunzi pia wa mitume wa Yesu katika maandiko. Muamini ni mwanafunzi wa Yesu na ni mwanafunzi pia wa mitume wa Yesu katika maandiko. Yes. Muamini ni mwanafunzi wa Yesu na ni mwanafunzi pia wa Yesu, ni mwanafunzi pia wa mitume wa Yesu katika maandiko. Glory to God. Sisi ni wanafunzi wa nani? Wa Yesu. Na vile vile sisi pia ni wanafunzi wa mitume wa Yesu katika maandiko. Haleluya. Kumbuka somo ni mfumo na vielelezo vya maombi. Glory to God. So, ukishaelewa kwamba sisi ni wanafunzi wa Yesu na pia sisi ni wanafunzi wa mitume wa Yesu katika maandiko. Haleluya. Maana tunajifunza pia kwa kila ama sisi ni matokeo ya injili walioihubiri. Glory to God. Bwana Yesu asifiwe. So kama wao vile walivyokuwa wanafunzi wa Yesu na kupitia wao sisi tumepatikana, maana sisi pia tunakuwa wanafunzi wa Yesu. Haleluya. Na vile vile tunakuwa wanafunzi wao pia. Glory to God. Haleluya. So katika somo hili tutaangalia mifumo na mifano ya maombi kutoka katika maisha ya Yesu na pia kutoka katika maisha ya mitume wake. Haleluya. Katika somo hili tutakuwa tukiangalia mifumo na mifano ya maombi kutoka katika maisha ya Yesu na pia kutoka katika maisha ya mitume wake. Tutakuwa tunaangalia mifumo na mifano ya maombi kutoka katika maisha ya Yesu na pia katika maisha ya mitume wake. Tutakuwa tunaangalia mifumo na mifano kutoka katika maisha ya Yesu na pia katika maisha ya nini? Ya mitume wake. Glory to God. So hii itatutia nguvu. Hii itatu encourage. Haleluya. Itatusaidia. Tutaona kwamba kumbe tuna vielelezo mbele. Haleluya. Sisi yani hatutajiita unique. Hatutajiita kwamba sisi ni sisi. No. Kuna mahali ambapo tunaona. Haleluya. Kuna mahali ambapo panatufanya tunakuwa na nguvu za kufanya. Glory to God. So tutakuwa tunaangalia mifumo na mifano ya maombi kutoka katika maisha ya Yesu na pia kutoka katika maisha ya mitume wake. Mathayo 28:18 mpaka 20. Matthew chapter 28:18 to 20. Matthew 28:18 to 20. Yesu akacha kwao, akasema nao. Yesu akacha kwao, akasema nao.
akawaambia, akawaambia, nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. 19. Basi unajua kuna kitu moja hapa nakiona. Yesu alipokuja kwao akasema nao, haleluya. Alisemaje? Nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Glory to God. Kuna kama una notice hapa, Yesu hajasema kwamba kwa sababu nimepewa mamlaka mbinguni na duniani, sasa na mimi ninawapa. Hakusema hivyo. Haleluya. Glory to God. Nafikiria yule amekuja ndio tumeanza, tumejaribu kujisuia kwa ajili yako pia. Nikaona watu tunalemewa kukaa bila kufanya chochote, watu wanalemewa. So tumeona ndio tumeanza tu, hatujaenda zaidi. Haleluya. So ndio tumeanza, hata ndio basi ya kwanza tunasoma nafikiri, si kweli? Ama nimetanganya? So tumefanya haki, si kweli? Tumejaribu kufanya haki kwamba tumngojee. So ona, Yesu anasema yeye anakuja sawa, nimepewa mamlaka mbinguni na duniani. So hii inaonyesha kwamba hapa Yesu amefufuka, si kweli? So kwenye urahisi ni kusema kwamba Yesu anapokuja kwa wanafunzi, kumbuka hii ni hitimisho, si kweli? Hii ni hitimisho, hii ni summary ya 40 days. So anaonyesha kwamba mamlaka yake ni mamlaka yao. Haleluya. Glory to God. So anaposema akamwambia nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani, anaonyesha kwamba mamlaka yangu ni mamlaka yenu. Haleluya. So si swali la kusema sasa na wakabidhi, kama wakati ambapo alikuwa ako mwilini aliwakabidhi. Haleluya. So kuna wakati aliwapewa waende wafanye kazi. Yeah. So basi enendeni mkawafanya mataifa yote kuwa wanafunzi, kiwapatiza kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu, na kuwafundisha kushika yote niliyowaamuru ninyi. Na tazama, mimi nipo pamoja nanyi siku zote. Ni siku zote. Haleluya. Hata ukamilifu wa dahari. Haleluya. Glory to God. So kuna neno, hebu mtu aniangalia hilo neno kwa KJV. Kuna hilo neno to teach them. To teach. Nafikiri kuna neno to teach. Kuna neno mmeliona to teach. Hebu soma namba 90. Hebu soma namba 90. Nasema go ye therefore and teach all. Hilo neno teach. Kama kuna mtu akona Biblia ya maneno ya asili atufungulia kidogo tu. Kuna mtu akona tuangalie. Tujaribu haraka kidogo tu. So kuna hilo neno teach. Teach them. Neno teach katika andiko hilo ni neno mathetuo. Ni neno mathetuo. Mathetuo. Hilo neno teach. Ni neno mathetuo. Mathetuo ni math. Hilo neno math. Yes, safu. Ni M-A-T-H-E alafu T-E-U-O. Mathetuo. Nilikuwa nataka tufungulie ndio atusomee hapo kwenye kwa nini vizuri maana zake. So katika andiko hilo tumeona neno teach ni neno mathetuo. M-A-T-H-E-T-E-U-O. Ni neno linalo tafsiriwa likimaanisha kufanya wanafunzi. Haleluya. Kufanya wanafunzi. Umefika? Ni neno teach. Neno teach linamaanisha nini? To be a disciple of one. Yes. To follow his precepts and instructions. Yes. To make a disciple. So not to make a disciple. So neno teach, to teach them, si ndio? Ni kufanya nini? Wanafunzi. Haleluya. Ni kufanya wanafunzi. Ni kufanya wanafunzi.
So hili neno mathetuo limetokana na neno kani, click hapo tuone. Limetokana na neno mathetes, kitu kama hicho. Ni hivyo. Neno mathetes linamaanisha nini? Alana. People. Kuna people na disciple. Ni wafuasi au wanafunzi, mwanafunzi aliye katika masomo. Andika kwamba neno hili neno mathetuo limetokana na neno mathetes. Mathetes, M-A-T-H-E-T-E-S. Manake ni mfuasi, kimaanisha mfuasi au mwanafunzi aliye katika mazoezi. Mwanafunzi aliye katika mazoezi. A people, kitu kama people. Yeah. So ni mwanafunzi, ni mfuasi au mwanafunzi aliye katika mazoezi. Ni mwanafunzi ambaye manake anafundishwa. Haleluya. Ni mwanafunzi ambaye anafundishwa. So mwanafunzi ni mtu ambaye anataka nini? Unataka kumfundisha mafunzo fulani. Mwanafunzi ni mtu ambaye unataka kumfundisha mafunzo fulani. Kumbuka kwamba tunajifunza nini? Somo letu ni mfumo na vielelezo vya maombi. Mfumo na vielelezo vya maombi. Na tukasema muamini ni mwanafunzi wa Yesu na ni mwanafunzi pia wa mitume wa Yesu katika maandiko. Glory to God. So tunaona kwenye agizo kuu Yesu anapowatuma wanafunzi wake, anasema wakafundishwe, and then to go and teach them. Hallelujah. So waende wahubiri, si ndio? Ama wafundishe katika ulimwengu. Hallelujah. Ama mataifa yote. Haya mataifa yote mwafanye kuwa wanafunzi. Hallelujah. Mwafanye kuwa wanafunzi wangu. So tunaona mwanafunzi ni mtu ambaye anataka unataka kumfundisha mafunzo fulani. Hallelujah. Ni mtu ambaye unataka kumfundisha mafunzo fulani. Elimu na nidhamu fulani. Elimu na nini? Na nidhamu fulani. Glory to God. Amen. Hallelujah. So katika mazingira haya, Yesu ndiye kielelezo au mkufunzi. Yesu ndiye mwalimu. Hallelujah. Katika mazingira haya, Yesu ndiye kielelezo au mkufunzi. Ndiye mwalimu. Yesu ndiye nini? Kielelezo au mkufunzi, au tunaweza tukasema ndiye mwalimu. Haya vitabu vyote vinne vya Injili, Mathayo mpaka Yohana, vyote ni kuhusu Yesu na huduma yake. Vitabu vyote vinne. Kutoka Mathayo, Mark, Luke na John. Hivi vitabu vinne ni kuhusu Yesu na huduma yake. Ni kuhusu Yesu na huduma yake. So kwa maneno mengine, hakuna wanafunzi nje ya huduma. Kwa maneno mengine, hakuna wanafunzi nje ya huduma. Huwezi kutenganisha wanafunzi na huduma. Kwa maneno mengine, hakuna wanafunzi nje ya huduma. Na huwezi kutenganisha wanafunzi na huduma. Huwezi kutenganisha wanafunzi na huduma. Nisaidia kitabu hili. Hauwezi kutenganisha wanafunzi na utuma. Huwezi kutenganisha nini? Wanafunzi na huduma. Ama tunaweza kwa maneno mengine, hakuna wanafunzi nje ya nini? Ya huduma. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. So
Lazima uvione vitabu vya Injili kama kielelezo cha muundo na mfumo wa utumishi wako kwa Mungu. Lazima uvione vitabu vya Injili. Kumbuka vitabu hivi vinne, Mathayo mpaka Yohana. Lazima uvione vitabu hivi vinne vya Injili kama kielelezo cha muundo na mfumo wa utumishi wako kwa Mungu. Lazima uvione vitabu vya Injili kama kielelezo. Maana tumesema hivi vitabu vinaongelea kuhusu huduma ya Yesu. Hivi vitabu tumesema kwamba ni kuhusu Yesu na huduma yake. So vitabu hivi vinne manake tumesema kwamba pia lazima uvione kama kielelezo cha muundo na mfumo wa utumishi wako kwa Mungu. Vitabu vinne vya Injili vina maelezo ya wokovu wetu. Vitabu vinne vya Injili vina maelezo ya wokovu wetu. Vitabu vinne vya Injili, hivi vitabu vinne vya Injili vina maelezo ya wokovu wetu. Na pia tunaposaliwa mara ya pili vina maelezo. Na tunaposaliwa mara ya pili pia maelezo kuhusu muundo na mfumo wa aina ya huduma tunayoifanya kwa Mungu. So vitabu vinne vya Injili vina maelezo ya wokovu wetu, na tunaposaliwa pia mara ya pili kunayo maelezo. So kuna maelezo pia kuhusu muundo na mfumo wa aina ya huduma tunayoifanya kwa Mungu. Vina maelezo kuhusu wokovu wetu. Pia tunaposaliwa mara ya pili vina maelezo, na pia vina maelezo kuhusu muundo na mfumo wa aina ya huduma tunayoifanya kwa Mungu. So si vitabu vya kupuuzilia. Haya, kwa maana hiyo vitabu hivi haviwi kwako kama hati ya kihistoria tu. Kwa maana hiyo vitabu hivi haviwi kwako kama hati ya kihistoria tu, bali ni kielelezo cha muundo na mfumo. Kwa maana hiyo vitabu hivi haviwi kwako kama hati ya kihistoria tu, bali ni kielelezo cha muundo na mfumo. Kwa maana hiyo vitabu hivi haviwi kwako kama hati ya kihistoria tu, bali ni kielelezo cha muundo na mfumo. Narudia hivyo ili uandike kwa haraka tafadhali. Hebu tumeandika. Rudie. Jaribu haraka kidogo. Nasema nimesema kwamba kwa maana hiyo vitabu hivi haviwi kwako kama hati ya kihistoria tu, bali ni kielelezo cha muundo na mfumo. Muundo na mfumo wa jinsi unavyojifunza neno. Muundo na mfumo wa jinsi unavyojifunza neno. Muundo na mfumo wa jinsi unavyojifunza neno, muundo na mfumo wa huduma yetu kwa Mungu, anirudie. Muundo na mfumo wa jinsi unavyojifunza neno, muundo na mfumo wa huduma yetu kwa Mungu, alafu kielelezo cha nini cha kufanya na kipi sio cha kufanya. Narudia. Muundo na mfumo wa jinsi unavyojifunza neno,
muundo na mfumo wa huduma yetu kwa Mungu, kielelezo cha nini cha kufanya na kipi sio cha kufanya. Kielelezo cha nini cha kufanya na kipi sio cha kufanya. Mfumo na huduma yetu kwa Mungu, kielelezo cha nini cha kufanya na kipi sio cha kufanya. Glory to God. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Kumbuka somo. Unakumbuka heading ya somo. So, Wakolosai 4:12. Wakolosai 4:12. Wakolosai 4:12. Epafra aliye mtu wa kwenu. Wakolosai 4 wapi? 12. Epafra aliye mtu wa kwenu, mtumwa wa Yesu Kristo, awasalimu. Na Biblia zenu ziko wapi? Mnafungua Biblia? Je, viongozi wafaa kufungue Biblia? Tuko hapa kwa training. Sasa sisi ndio sisi tunakuwa vielelezo wa wengine kanisani. Mnajua hivyo? Mnajua hivyo? Sisi ni tunakuwa vielelezo wa watu wengine kanisani. Sisi ni barua ambayo tusomeke kwa wengine. Sasa kama kiongozi atakosa kutembea na Biblia, atakuwa ameshangaza dunia yote. Dunia itakutambua. So Kolosai 4:12 nasema Epafra aliye mtu wa kweli. So Epafra alikuwa ni mtu wa kanisa gani? Na Wakolosai. So Paul anamtaja Epafra kimakusudi ama si kimakusudi? Kimakusudi, si ndio? Anasema awasalimu. So salamu zipo, si ndio? Epafra anawasalimu watakatifu. Tuko pamoja? Akifanya bidii siku zote kwa ajili yenu katika maombi yake. So Epafra anafanya bidii kwa ajili ya wenzake, kwa ajili ya watakatifu, si ndio? Kwenye kanisa lake la mahali. Haleluya. Anafanya bidii siku So muamini anafaa aombe siku kwa ajili ya watakatifu. Haleluya. Siku zote kwa ajili yenu katika maombi yake. Ili kwamba so maombi ya Epafra kwa watakatifu ilikuwa nini? Ili kwamba msimame wakamilifu. Haleluya. Hilo sio naandika chini. Andika tu chini, tafuta vile utaandika. Maana Epafra anaombea watakatifu ili wasimame wakamilifu. Na kuthibitika sana. Andika hilo. Na kuthibitika sana katika mapenzi yote ya Mungu. Ni mapenzi yote. Si mapenzi kidogo, si mapenzi nusu, si 50-50. Ni mapenzi yote ya Mungu. Haya ndio maombi ya Epafra. So tayari umepata prayer point. Haleluya. Umepata nini? Prayer point ya kuomba. Umepata prayer point ya kuomba. So Epafra anaomba ni kwa number 1. Kiongozi anafaa natumia kiongozi kwa sababu ya muktadha. Tuko hapa viongozi ndio. Kiongozi anafaa kufanya maombi kwa ajili ya watakatifu. Yawe maombi kwa bidii, si ni kweli? Yawe maombi na haya maombi yafanyike siku. Haleluya. Kwa bidii na yafanyike siku zote. Haleluya. Halafu nakumbuka ombeni bila. So maombi ni kwa bidii na siku. Ukiwaombea kina nani? Watakatifu. Haleluya. Glory to God. Wasimame wakamilifu na kudhibitika sana katika mapenzi yote ya Mungu. So tunaishi kwa mifano. Haleluya. Tunaishi kwa mifano. Paulo alitaja baadhi ya watu kwa kanisa. Paulo alitaja baadhi ya watu kwa kanisa katika andiko hilo. Anamtaja Epafra
anasema ni mmoja wenu, maana yake anataka wawe nini? Wawe kielelezo kwao. Haleluya! Yaani watu ambao Paulo anawataja kimakusudi, anataka watu wengine wawe, yaani hawa wanaotajwa wawe ni kielelezo kwa wengine, wawe ni kielelezo chao. Glory to God. Haleluya! Paulo anataja baadhi ya watu, na wewe unajua si Epafra peke yake Paulo alitaja. Ndio nimesema Paulo anataja baadhi ya watu kwa kanisa la mahali. Katika andiko hilo anamtaja Epafra. Anasema ni mmoja wenu. Kumbuka alisema ni mmoja wenu, ni wenu. Alisema Epafra aliye mtu wa kwenu. So ni mmoja wenu. Anasema ni mmoja wenu. Maana yake anataka wanaotajwa wawe ni kielelezo cha wanaoandikiwa. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. So, alitaja Epafra kimakuzuti. Hallelujah. Ili Epafra awe, anamaanisha kwamba Epafra anasimama kama kielelezo. Hallelujah. Na nyinyi mfanye nini? Muike Epafra. Tuko pamoja. Hata sisi tunamuika Epafra. Glory to God. Tunaombea watakatifu siku zote. Glory to Jesus. Hallelujah. Sasa swali linabaki tu, wewe kama kiongozi, kuna watu wanaweza kuiga. Unaweza kama kielelezo kizuri kwa wengine kama kiongozi. Usinijibu, lakini wewe anza kukula ndani. Ni biblical. Kama kiongozi wewe, kuna vile unaweza ukakaa chini ukasema at least najaribu at least kuna mimi niko kielelezo kinachofaa watu wengine kuiga. So jitafakari. Glory to God. Hallelujah. Sisi ni viongozi wenye sisi si viongozi wenye mamlaka, bali ni mfano kwa wengine. Sisi si viongozi wenye mamlaka, bali ni mfano kwa wengine. Yaani sisi si viongozi ambao sasa wenye mamlaka, na maanisha sasa wewe ni kurule watu, ni kukomandi tu. Kiongozi ni kuwa mtumishi. Haleluya. Biblia anasema aliye mkuu katika ufalme na anayetumika. Glory to God. Bwana Yesu asifiwe. Si kukomandi tu. Wewe unakuwa mfano, unakuwa kielelezo kwa wengine. Glory to God. Watu wengine waike kwako utumishi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Epafra alitolewa na kuonyeshwa kwa wengine. Anataka wengine wamuone kuwa mfano. Kwa hiyo Epafra alitolewa na kuonyeshwa kwa wengine. Anataka wengine wamuone kuwa mfano. Paulo anamtaja Epafra kimakusudi. Anaonyeshwa kwa wengine kwenye kanisa la mahali. Paulo anataka kwamba Epafra hawe mfano. Sasa mimi wewe jitahidi pia ili tukutaje pia kwamba fulani. So ukiona mtu anatajwa kanisani kwamba fulani kwa ajili ya APCT, manake tunataka watu wengine wafanye nini? So haina maana kwamba ona mtu akitajwa kanisani haina maana kwamba ni the best. Hallelujah. Maana kuna uwezekano kuna eneo fulani anafanya vizuri. Kuna uwezekano anajaribu kutembea inavyostahili kanisani. Si yeye peke yake. Glory to God. Lakini yeye anachakuliwa kama mfano kwa wengine. Kielelezo kwa wengine. Glory to God. So anapotajwa, sisi wala la kunungunika. Sisi wala kusema na mimi kwani hawanioni? Kwani fulani tu anaonekana peke yake? Hapana. Tunataka awe kama kielelezo. Anatolewa kama mfano wa wengine kuika. Glory to God. So kama mtu ametajwa inamaanisha kwamba naweza nikaika, naweza nikafanya zaidi. Haleluya. Naweza nikaingiana, naweza nikakopa kama kutokea kwake. Bwana Yesu asifiwe. Kisha baadaye anasema
mwambie Agripo. Mwambie Agripo. Kwa hiyo anataka wamtazame. Wakolosai 4:17. Wakolosai 4:17. Nataka tuangalie hiyo pia. Wakolosai 4:17. Mwambie Agripo aiangalie sana huduma ile aliyopewa katika Bwana ili aitimize. Mwambie Agripo aiangalie sana huduma ile aliyopewa katika Bwana ili aitimize. Ona. Wakolosai ni nyaraka. Imeandikwa yende isomwe wapi? Kanisani. So kuna baadhi ya watu wametajwa kwenye hiyo nyaraka. Si ni kweli? Sasa sikia. Epafra alitajwa kwa sauti. Ndio. Agripo ametajwa kwa sauti. Haleluya. Sikiza. Sasa barua inasomwa. Mwambie Agripo. Sasa chukulia kanisa lote watu wameketi. Alafu barua inasomwa. Anafika mahali anasema, mwambie Matthew. Matthew simama. Matthew anasimama. Mwambie Matthew aiangalie sana huduma ile, maana Matthew anafaa simama kwa sababu kunawezekana kuna tumepokea wakeni kanisani, waamini wakeni. So anafaa muone Matthew, si ndio? So mwambie Matthew angalie sana huduma ile aliyopewa katika Bwana ili aitimize. So Paul anataka waamini wamtazame nani? Matthew. Tuko pamoja? So mwambie amesimama. So kila mtu atafanyaje? Amtazame. Glory to God. So kila macho Agripo anaambiwa yeye asimame kama nani? Sema kielelezo. So inamaanisha ni yeye peke yake anafaa fanya hii. Anawauliza Agripo ndiye anafaa sana aiangalie huduma ile aliyopewa katika Bwana na aitimize peke yake kanisani. So Agripo ametajwa ili awe kama kielelezo, wengine wamtazame yeye. Glory to God. Keti, asante. So kwa hiyo unapokutana na Mkristo mwenzako, andika hiyo. Unapokutana na Mkristo mwenzako ama muamini mwenzako, kwa hivyo unapokutana na Mkristo ama muamini mwenzako, lazima uulize maisha yake ya Kikristo yakoje. Unapokutana na mwenzako, lazima uulize maisha yake ya Kikristo yakoje. Na hiyo ni inakaa kama mata. Unahitaji maelezo ya kina. Narudia. Kulingana na verses ambazo tumesoma. Hii inatuonyesha kwamba unapokutana na mwenzako muamini ama Mkristo mwenzako, lazima uulize nini? Maisha yake ya Kikristo yakoje. Na hiyo ni mata. Mata inamaanisha kwamba ni mazungumzo. Ni mata. Ni kitu cha serious. Unahitaji maelezo ya kina, si mzaha. Hallelujah. Glory to God. Ukikutana na Mkristo mwenzako, kitu cha kwanza kumuuliza ni maisha yake ya Kristo yakoje. Hallelujah. Na hiyo si mzaha, si jambo la kukotolea macho. Unahitaji akupe maelezo ya kina namna anavyoendelea katika utumishi. Hallelujah. Glory to God. Maana uko pale either kwa ajili ya kumsaidia. Glory to God. Hallelujah. Hebu nikuulize swali. Unatembea ukakutana na Mkristo mwenzako, unaendeleaje, mambo ya wokovu inaendeleaje? Alafu uone kama ana taibat, ana hepa. Utamjua kama nani? Si mfano wa kuiga. Na utajua na Bwana aombi. Hallelujah.
na ajifunzi. So huyo ni wa kuwekwa kando. Unajua kabisa Biblia kuna watu Biblia inasema kwamba unafaa usifanye ushirika kabisa na wao. Ukae mbali, distance na wao. Glory to God. Maana Mkristo mtu ambaye anaenda unaendeleaje ndugu? Maisha yako ya kiroho umeanza kunena kwa lugha. Umeanza kufasiri. Tangu ulipookoka umeshawahi tabiri. What about ukuaji wako? Kufikia leo ukisoma Biblia unaweza elewa? Anakuambia yes. Ama hapa nahitaji msaada. So hapo inahitaji mazungumzo ya kina. Hallelujah. Si mchezo. Glory to God. Usichukue muda kuuliza kwanza mambo yasiyo ya faida ya umilele. Unapokutana na Mkristo muamini mwenzako, usichukue muda kuulizana kwanza mambo yasiyo na faida ya umilele. Maana mimi najua hivyo tu ndivyo tulivyo. Nakutana na mtu hata yaani mnakutana unaanza tu mambo yako hata hayana faida kabisa na mambo ya Mungu. Hayana faida katika umilele. By the way, Mungu atusaidie kabisa. True kabisa. Bana kwenda kupiga story ambazo kwanza tuende kwa mata kuu. Hallelujah. Wiki mzima ndugu umekuaje? Umeomba mara ngapi? Kuna watu wangapi umehubiria injili? Hallelujah. Hallelujah. Usikue muda kuulizana kwanza mambo yasiyo ya faida ya umilele. Uliza namna na mtembeo wake katika maisha yake ya Kristo. Uliza namna na mtembeo wake katika maisha ya Kristo. Yaani hapo ndio unaanzia. Namna ya maisha yake, mtembeo wake katika maisha yake ya Kristo. Kumekuaje? Challenge ambazo amepatana nazo katika wokovu. Glory to God. Usiyapime maisha yako ya Kristo kwa nafasi yako hapa duniani. Usiyapime maisha yako ya Kikristo kwa nafasi yako hapa duniani. Usiyapime maisha yako ya Kristo kwa nafasi yako ya hapa duniani. Watu yaani usikiainisha kwa mambo ya hapa duniani. Ni kama vile unaweza mkutana na mtu hapo unapiga story za hata asileti faida kwa mambo ya Mungu, asina umilele ndani yake. Sikiza. Tunapozungumza juu ya imani ya Kikristo, kila tunacho kama mfano ni Yesu Kristo. Maanake maisha yetu yanapimwa wapi? Ndani ya Kristo. Si kwa mambo ya earthly things. Hallelujah. Glory to God. Unajua unaweza kutana na mtu, ndugu nina ushuhuda hapa bwana. Kule kasini wameniongeza mshahara, walinipa promotion. Sasa haya si maisha hii si mambo hii si ya umilele. Hallelujah. Unajua tukianza sasa kama mtu ataka kukuhadithia stories za maendeleo ya biashara imenenepa, vile ambavyo amehama nyumba, ameenda nyumba nyingine kimiujiza, vile amerokota 3,000, haya si huwezi pima maisha yako ya Kristo kwa namna hiyo. Pima maisha yako ya Kristo katika Kristo Yesu. Hallelujah. Glory to God. Hebu niambie umekutana na mtu alafu mnashirikishana mambo ya vile maendeleo ya dunia vile mumeendelea. Hiyo itakujenga? Haina chochote. Maana hayo yote anakuambia leo amepata promotion kazini, ameongezwa mshahara, kesho ameenda kazini, amesimamishwa kazi yenyewe. So si ya umilele. Hallelujah. So kama haya maendeleo uko nayo, haya hayana maana, yani si kielelezo chetu, si mfumo wetu. Kielelezo mfumo wetu ni katika Kristo Yesu. Hapo ndio tunachipima. Glory to God. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. So shirikishana mambo ya ukuaji wa kiroho, maombi, uinjilisti. Umeombea watu wangapi leo wamepona? Hallelujah. Glory to God. Hiyo inachenga kabisa na inatia moyo na watu wanakuwa. Glory to Jesus.
So mambo yaliyo katika Injili nne yanakuwa kielelezo kwetu. Mambo yaliyo katika Injili nne yanakuwa kielelezo kwetu, muundo na mfumo kwetu, na yanakuwa sababu ya mawasiliano na ushirika wetu. Mambo yaliyo katika Injili nne, Mathayo mpaka Yohana, yanakuwa kielelezo, yanakuwa muundo na mfumo kwetu, na yanakuwa sababu ya mawasiliano na ushirika wetu. Mambo haya Injili nne yanakuwa kielelezo, ni muundo na ni mfumo kwetu, na yanakuwa sababu ya mawasiliano na ushirika wetu. Haya, tusafiri kwenye vitabu vya Injili nne.